mpendwa wangu, tuendelee kujifunza neno la Mungu, kwa sababu kujifunza neno la Mungu ni moja ya jambo bora kabisa kati ya mambo 4 ama 5 ambayo Mkristo anatakiwa ayaishi. Jambo la kwanza tunasema Mkristo ni lazima anakula neno. Ni lazima anajifunza neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na katika mtiririko ambao tulikuwa nao, tumejifunza mambo mengi. Tumejifunza habari ya Mungu, tumejifunza habari ya mwanadamu kiasi. Nitakuja kurudia kufundisha hapo. Tumejifunza habari ya dhambi na uasi kwa mapana kabisa. Lakini tumejifunza habari za Yesu Kristo kidogo. Sasa jambo lingine ambalo lilikuwa bora kabisa kujifunza lilikuwa habari ya imani. Naamini tumejifunza mambo mengi, takriban mambo 5, lakini kwa kuongeza tu kwamba mistari muhimu kabisa kwa habari ya imani, soma Mwanzo 18:28, Injili ya Marko 9:23, Injili ya Luka 1:37, Injili ya Luka 18:27, na waraka wa Paulo kwa Wafilipi 4:13. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo nilikuwa nataka niweke swali kwako kwamba mambo mengine ambayo Biblia inafundisha ni wokovu, kuzaliwa mara ya pili, mambo ya neema, habari ya ubatizo na mambo kama hayo. Sasa swali ambalo ningetamani kuliweka kwako ni kwamba mtu anatangulia kuokoka ndio anazaliwa mara ya pili, ama anazaliwa mara ya pili alafu ndio anaokoka, ama vyote viwili vinatokea kwa mara moja, ama vyote viwili vina maana moja. Nafikiri maswali yangu 4. Anaokoka ndio anazaliwa, anaokoka, ama vyote vinatokea kwa mara moja, anazaliwa mara ya pili na kuokoka, ama anaokoka na kuzaliwa mara ya pili, ama vyote vina maana moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mimi nitakupa jibu hilo mwishoni kabisa mwa kipindi hiki. Katika mafundisho ya mwisho kabisa, clip ya mwisho, nitakueleza kwamba lipi linatangulia kati ya haya. Lakini wewe katika comment hapo chini, naomba unieleze kipi kinatangulia, na kama una mstari maandiko ya kuchapia simenti hapo iweze kukamata vizuri kabisa hicho ambacho nakizungumza, basi weka hapo. Sasa kuna mstari mmoja kwenye kitabu cha Injili ambao Nikodemo alitoroka akamfuata Yesu usiku wa manane. Alafu yeye alikuwa ni muamini wa chini chini, aliyekuwa anamwamini Yesu Kristo, lakini kwa sababu ya nyadhifa alizokuwa nazo na wakati wa utawala wa kipindi hicho asingeliweza kujiweka wazi. Nikodemo, nafikiri mnamfahamu. Alafu akajibizana mambo fulani na Yesu, akajibizana naye, lakini Yesu mwishoni alimwambia kwamba Nikodemo, na wewe umekuwa mwalimu na huyajui mambo haya. Anamwambia usipozaliwa mara ya pili haiwezekani kabisa kuingia ama kurithi ufalme wa Mungu. Nikodemo akapata pale matatizo kwamba nitarudije tumboni mwa mama yangu, nitafanya nini na nini. Akamwambia kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Sasa mimi ningeongeza hapo kwamba roho inazaa roho na mwili unazaa mwili. Usije ukachanganya haya mambo. Na ndio maana neno la Mungu linatuambia kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Hakuna roho itakayozaa mwili, na hakuna mwili utakayozaa roho. Na hata siku ya mwisho ikifika, mwili una sehemu yake unakokwenda, na roho ina sehemu yake inakokwenda. Na Biblia inazungumza kwamba huko tutapewa miili mipya. Kuna sababu kwa nini tusipewe miili ya zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo mambo haya ni muhimu sana. Ni muhimu sana. Ningetolea mfano kwa nini Yesu alizungumza kwamba kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Hemu tuone kwamba mwanadamu alizaliwa kwa sura na mfano. Na katika nyakati hizo za Adamu, ndani ya moyo wa Adamu alimjaza Mungu wake. Nimeshawahi kufundisha kwamba ndio maana Adamu alikuwa ana uwezo wa kutofautisha kwamba huyu ni Mungu anayetembea bustanini ama hawa ni wanyama.
Ni kwa sababu kulikuwa na connection ya moja kwa moja kati ya Adamu na Mungu wake. Dhambi ikaingia. Dhambi ilipoingia ilikuwa na matokeo mengi tu. Lakini jambo la kwanza, uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu ama Adamu na Mungu ukafa. Lakini mahusiano kati ya Adamu na mkewe yakaingia dosari. Lakini mahusiano kati ya mwanadamu sasa, manake mume na mke na wanyama, yakaingia dosari. Tangu hapo dhambi ilipoingia, hapakuwa na namna nyepesi ya kuizuia dhambi katika mioyo ya wanadamu. Na ndio maana mfano huo sasa chukulia ni kama sufuria nililoligonga likabonyea upande. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo sufuria lile, kila mkate utakaofyatua kwenye lile sufuria lazima utoke na lile kovu pembeni, ama ile alama ya mbonyeo, ama pale palipokuwa na itilafu. Kwa hiyo ndio itilafu ambayo kizazi mpaka kizazi kimeendelea kuzaliwa nacho kwa sababu ya dhambi ya asili aliyoifanya Adamu na mke wake. Kwa hiyo sisi tumerithi dhambi, sio kwamba wakati tumetenda dhambi, lakini tayari dhambi iko ndani mwetu kwa sababu mwanzilishi wetu, babu yetu tayari alishaingia katika dosari hiyo na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jambo hili ni la muhimu. Angalia kwa Kaini na Habili. Nimefundisha kwa nini Kaini alimuua ndugu yake. Lakini uuaji ule alijifunza wapi huyu? Nani aliyemfundisha kwamba unaweza ukaua mtu kwa namna hiyo? Je, jambo lile kwa Adamu, hata kama Mungu alimwahidi kwa jambo hilo kwamba hakika utakufa, Adamu alitambua kwamba hiki ndio kifo, kwamba siku ya mwisho kifo kitakuwa kwa namna hii. Achana na leo ambapo tunaweza tukajua kwamba madaktari wakapima wakafanyia wakasema huyu amekufa. Na wakati mwingine wanapima wanasema huyu amekufa alafu mtu anaamka. Kwa hiyo ndiyo tatizo ambalo lilikuwepo, kwa sababu mwanadamu hakuumbwa kwa mwili. Mungu wetu tunayemwabudu hana mwili. Soma Waebrania, nafikiri ile aya ya 10, ukisoma sura ya 10 mpaka ya 12, katika aya hizo inakuonesha hapo mwanzoni kabisa kwamba yoyote anayemwendea Mungu ni lazima aamini kwa imani kwamba yeye yupo. Manake mwanadamu wakati anaumbwa, sura na mfano ilikuwa ni namna na uwezo ambao Mungu alikuwa nao, akaachilia zile nguvu kwa mwanadamu. Kwa hiyo hitilafu iliyokuwa imeingia kati ya mwanadamu na Mungu ni kiroho, sio kimwili. Kwa hiyo ndio maana sasa Yesu anamwambia Nikodemu, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Roho ile ya Adamu tayari ilishapata ngeu kule ndani. Watoto walikuwa wanazaliwa kama kawaida na vizazi, kwamba sio lazima wewe alizaliwa kwamba ana punye liko hapa au kuna pembe limechomoka, ama anazaliwa kwamba ana pengo, kwamba ile ndio ilikuwa alama. Hapana. Lakini alama ambayo ilikuwa inamwekea Adamu kwamba hii tayari ni tatizo, lilikuwa ni rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nisifundishe sana, nilitamani nizungumze mpaka Yesu Kristo anapokuja kutukomboa. Ilikuwa ni lazima yeye wa kufanana na sisi afe na damu yake imwagike ili hawa wanaokuwa huku nyuma wakombolewe. Kuna mambo mapana tutakuja kujifunza hapo ili tuweze kuelewana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ndio maana hapa kuzaliwa mara ya pili kwa roho ni muhimu. Kwamba wewe unaweza kawa na mkeo mkaendelea kuzalisha watoto. Watoto wasiwe na alama yote. Ukaendelea kuzalisha watoto wasiwe na alama yote. Wasiwe na alama yote. Wasiwe na tatizo lolote ambalo physically mtu anaweza kaspoti kwamba okay, hii ni alama ama hili ni tatizo ambalo tayari huyu aliingia na Mungu wake. Lakini katika ulimwengu wa roho, ile alama ama ile damage ambayo imetokea kati yetu sisi wanadamu na Mungu inaendelea kufanyeje? Kuonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana hapa kwamba kuzaliwa mara ya pili kwa mwanadamu ni muhimu. Yaani hakuna namna. Na usipozaliwa mara ya pili huwezi kuingia wala kuurithi ufalme wa nani? Ufalme wa Mungu. Sasa tufungue Biblia yetu, na wewe fungua Biblia yako hapo ulipo mpendwa msikilizaji na mtizamaji wangu. Tufungue Injili ya Yohana
kitabu cha Injili ya Yohana, fungua ule mlango wa kwanza, soma ile aya yote, lakini mimi nataka soma aya zote. Mimi nataka tukasome baadhi ya aya tu ambazo zitakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tuanze ile aya ya 11. Nitaka tusome ya 12. Lakini natamani tuanze ile aya ya 11. Anasema alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio nini? Jina lake. Anasema waliozaliwa sio kwa damu. Sasa hapa ndio ambapo nataka nikwambie, na mstari huu tembea nao. Waliozaliwa sio kwa nini? Sio kwa damu. Wale wafugaji wana tabia ya kufuata bloodline, sio kwamba bloodline hii ni sawa, bloodline hii hapa hapana. Wanapima, wanajua bwana uzao huu ni sawa, uzao huu hapana, na vitu kama hivyo. Manake hawakuzaliwa kwa damu wala kwa mapenzi ya mwili. Wapo watu ambao wanazaliwa kwa sababu ya watu fulani ama wazazi wao walifanya lile jambo kwa sababu ya mwili tu, za tamaa za kimwili. Kuna watu wanazaliwa. Anasema bali kwa Mungu. Waliozaliwa si kwa damu wala si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Anasema naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Sasa hapa kuna mstari mwingine ambao nitakuwekea pia. Wanasema sio kwa damu, sio kwa mapenzi ya mtu, sio kwa mapenzi ya mwili, sio kwa mapenzi ya nini. Ametaja vitu vingi sana. Lakini kwa kuanza sasa hapa uelewe kwamba hawa wanaozungumzia kuzaliwa mara ya pili, anasema ni watoto. Anasema ni watoto waliompokea, waliokubali neno lake, wakaliamini na kulipokea. Anasema aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Huku ndio kuzaliwa mara ya pili. Usipozaliwa mara ya pili, haiwezekani kuingia katika ufalme wa Mungu. Haiwezekani. Kwa hiyo nilitamani sasa tuanze kuweka msingi wa mambo haya. Kwamba kuzaliwa mara ya pili ni nini? Tutakuja kusoma habari ya wokovu ni nini. Lakini ni lazima sasa tujue kwamba kwa nini imetupasa kuzaliwa mara ya pili. Kwa nini imetupasa kuzaliwa mara ya ngapi? Ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa sijajua, lakini nadhani kwamba naweza nikakava pointi ngapi? 5, 6, 7, 8, 9 kwa haraka haraka. Ili kuonesha tu kwamba kwa nini mambo haya yawe hivi. Nimeeleza jambo la msingi kabisa kwamba kumbuka watu walizaliwa na ngeu ya kiroho. Kuna watu wana ngeu ya kiroho. Sasa Mungu anataka kuitengeneza hiyo ngeu isionekane, ikae sawa sawa. Ndio kuzaliwa mara ya pili. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa kuzaliwa mara ya pili, moja, si kuzaliwa kimwili. Watu wanafikiri ni kama ni jambo fulani la kuzaliwa kimwili. Na Nikodemu pia alifika mahali akaona kama ni kuzaliwa kimwili. Lakini Yesu anamkatalia kwamba kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni nini? Ni roho. Hakuna mwili utakaozaa roho, wala hakuna roho utakaozaa mwili. Kwa hiyo lazima roho izaliwe mara ya pili. Lakini kwa Injili ambayo tumesoma hii ya Yohana, si kuzaliwa kwa mapenzi ya mtu. Hatuzaliwi upya kwa mapenzi ya mtu. Tunazaliwa mpya kwa sababu fulani ambayo nimeisoma na tutakuja kuisoma huko mbele. Lakini 3, hakutokani na msaada wa mtu. Yaani ile hali ya kuzaliwa mara ya pili sio msukumo ama msaada wa mtu kwamba wewe uzaliwe mara ya pili. Yesu mwenyewe alimwambia Nikodemu kwamba usipozaliwa mara ya pili hauwezi kuingia katika ufalme nini wala kurithi ufalme wa Mungu. Lakini kwani Yesu alimsukuma Nikodemu kuzaliwa mara ya pili? Hapana, sio msaada wa mtu. Kuna kitu je kusoma kwamba nani anayekusaidia uzaliwe mara ya pili. Najua unaweza kuwa unafikiria kwamba ni nani anayekusaidia uzaliwe mara ya pili. Tutakuja kufundisha, na kama umesoma vizuri somo la Roho Mtakatifu utajua kazi moja wapo ya Roho Mtakatifu ni hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio badiliko la mwilini.
Watu wengi wanafikiria kwamba mtu akizaliwa mara ya pili ni lazima aonekane kwa namna fulani hivi. Umenielewa? Ni lazima. Na somo hili nitakuja kulifundisha kwamba usifiche makovu yako. Tunapoficha makovu yetu, maana yake ni sawa na kumwambia kwamba Yesu yeye ni muongo, kwamba sisi hatuna dhambi. Makovu ni dhambi. Lakini watu wengine wanaotuona na kugundua kwamba sisi tuliokolewa katika hayo mambo, wao pia wanaimarishwa, kutiwa nguvu kwamba na wao wanaweza wakaacha njia yao mbaya, wakamgeukia Mungu na wakatembea katika upya wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sio badiliko la kimwili. Japokuwa baada ya kuokoka tunategemea mtu awe na badiliko la kimwili. Lakini kama nini utajua vitu kama hivyo. Lakini pia sio badiliko la kijiografia. Yaani kwamba nilikuwa Kilimanjaro, basi nikahamia sijui Tanga, ninahisi kama ni kuzaliwa mara ya pili. Ama nilikuwa Dar es Salaam, nikaja Iringa huku sijui Dodi, nijione kama nimezaliwa mara ya pili. Hapana, sio badiliko la kijiografia. Lakini namba 6, si kwa ufahamu wa kidini. Hakuna dini itakayomfanya mtu azaliwe mara ya pili. Hakuna. Yaani hata dini za Kikristo, hata dini za Kristo hazimfanyi mtu azaliwe mara ya pili. Yaani take it from me, believe or not. Lakini ninataka nikuambie kwamba, na hapa ndipo ambapo wengi wanafia kwenye taasisi, hawafiki mwisho ambao Mungu anautaka katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hapa tunatamani kabisa kwamba ufahamu kwamba si kwa ufahamu wa kidini ndio unaokufanya uzaliwe mara ya pili. Lakini sio njia ya kukua na kuwa na mabadiliko. Watu wanafikiria kwamba labda tunaposema kuzaliwa mara ya pili ni kama njia fulani hivi mtu kwamba akue na awe na mabadiliko ya kimwili. Hapana. Lakini namba 8, si kwa kujibadilisha mwenyewe. Huwezi wewe kwa nguvu zako, kwa ufahamu wako na akili yako wewe ukasema sasa mimi nataka nijizalishe mara ya pili. Utachemka. Lakini si kwa matendo ya Kikristo. Na hii nimefundisha sana kwamba watu wanasema kwamba matendo ni sahihi. Matendo yana faida baada ya kuzaliwa mara ya pili. Lakini kabla ya kuzaliwa mara ya pili, matendo yako hayakusaidii. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayakusaidii. Na hapa kwenye matendo ndiko hasa kuna sheria. Yaani kwamba wewe unatembea kwa sababu ya sheria. Lakini sisi hatuhesabiwi haki kwa njia ya nini? Njia ya Torati wala sheria. Kwa hiyo iko njia inayomfanya Mkristo ahesabiwe haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nitakuwa nimeweka msingi A, kuzaliwa mara ya pili si kitu gani. A tumesema hivyo. Nitakuja B nitaeleza. Alafu nitakuja C nikufundishe sasa kuzaliwa mara ya pili maana yake nini. Mungu akubariki, nikutakia wakati mwema. Tukutane katika kipindi kinachofuata. Mungu akapate kuwa pamoja nawe katika kazi zako, katika ajira yako, katika biashara yako, wakati unasafiri, shambani mwako. Mungu akakutembelee, akakuneemesha, akakufanikisha.